Kuja Kwimba kushuhudia mnada live wa choroko, na mimi kwa kweli nilisema leo lazima nifike ili niweze kushuhudia na niweze kuona namna ambavyo mambo haya yanafanyika kutokea site. Kwa hiyo nashukuru sana nimeweza kushiriki mnada huu. Kwa hiyo niwapongeze sana WRB pamoja na Kopra kwa maandalizi mazuri, na mimi nimefurahi na wote tumeona bei ya juu ya mnada kwa siku ya leo. Ndugu zangu, mimi ninafarijika sana kwa namna ambavyo masuala ya mnada na stakabadhi ya ghala inavyoendelea hapa Kwimba. Wote tunajua safari hii imeanza sio muda mrefu uliopita sana, lakini tunashuhudia mafanikio yake pamoja na changamoto zote ambazo zilizopo, lakini maendeleo ni hatua, ndugu zangu, si ndio hivyo? Kwa hiyo tunaona kabisa grafu inapanda tokea tumeanza mwaka jana mpaka sasa hivi, grafu inapanda, na hata wenyewe mmeshuhudia bei ya juu kabisa. Kwa mwaka jana ilikuwa 1200, lakini sasa hivi 1600. Kwa hiyo tunaona kabisa grafu inapanda, na kwa kweli mimi nafarijika sana kwa sababu haya ndo maelekezo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tumeahidi tutaimarisha na kulinda mfumo wa stakabadhi ya ghala, kwa sababu tunaamini ndiyo chombo ambacho kitamsaidia kumlinda mkulima na bei ya kutupa, ndugu zangu. Kwa hiyo ninafurahi sana kuona kwamba tuna mafanikio kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao sisi serikali ya awamu ya 6 tunaongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia tunaisimamia. Kwa hiyo tupige makofi kwamba mfumo unaonekana kuzaa matunda, ndugu zangu, pamoja na changamoto zote zilizopo ambapo baadaye nitakuja huko. Kwa hiyo nafurahi kwamba wote tunakubaliana kwa sasa kwamba mfumo wa stakabadhi ghalani ni mfumo sahihi sana ambao utasaidia sana wakulima wetu, lakini na wafanyabiashara pia. Ndugu zangu, naomba nimpongeze sana mheshimiwa mbunge wa hapa kakaangu Cosmas. Kwa kweli ana uchungu sana na jimbo lake, lakini vile vile kakaangu Moses wa Sumve pia, wote wawili kwa kweli mimi kwa sababu niko bungeni, mawaziri waga tunasikiliza zaidi, nimewashuhudia kwa nyakati tofauti tofauti wakipambania maendeleo ya Kwimba na Sumve. Kwa hiyo kama kuna nyakati mlipata wawakilishi sahihi sana na wazuri sana kwa maendeleo ya Kwimba na Sumve, basi ni wakati huu ambao mmewapata kaka zangu Moses pamoja na Cosmas. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwahakikishie kazi mliowatuma kuifanya wanaifanya kwa moyo thabiti, wanaifanya kwa uaminifu mkubwa sana, na wanaifanya kwa weledi mkubwa sana. Mimi ninawaomba endeleeni kuwaunga mkono, na wakiwa wanaenda jimboni basi lindeni majimbo yao, ndugu zangu. Kwa hiyo niwapongeze sana waheshimiwa wabunge, na kwa kweli hata kabla sijaja hapa nimezungumza na kila mmoja na tumeajenga baadhi ya mambo kwa ajili ya kuboresha mfumo wa stakabadhi ya ghala kwa hapa. Kwa hiyo na sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano mkubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya watu wa Kwimba pamoja na Sumve. Ndugu zangu, mfumo wa stakabadhi ya ghala, wengi huwaga wanadhani unaanzia kwenye ghala, kwamba mazao yanapoingia kwenye ghala tunafanya mnada basi ndio mfumo wa stakabadhi ya ghala. Lakini tukiangalia maono ya namna ambavyo mfumo huu ulianzishwa, hautakiwi kuanzia ghalani. Ni mfumo ambao unatakiwa uanzie shambani, kwenye kumsaidia mkulima au mwananchi kuzalisha mazao bora na kisha kuyakusanya kwa ubora, na baada ya hapo kutafuta bei nzuri ambayo sisi tunafanya kupitia minada. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mentality hiyo, na hata Bangu nilikuwa naongea naye kabla kwamba sasa wao pamoja na Kopra ni lazima kuweka nguvu kuanzia mkulima anapokuwa shambani, kwa sababu hapo ndo tunaimarisha mfumo kwa uwiano kuanzia shambani mpaka kwenye soko. Kwa hiyo yale ambayo yamesemwa na mkuu wa wilaya na yale ambayo yamesemwa na waheshimiwa wabunge, mimi nakubaliana nao kwa 100%.
na niwashukuru sana COPRA, wameanza kufanyia kazi, kwa sababu nafahamu kwa Mwanza wametoa tani 1.5 za mbegu, japo sasa mahitaji ni makubwa, kwa sababu kwa mkoa wa Mwanza peke yake mahitaji ni tani 20 na kwa Kwimba peke yake mahitaji ni tani 5. Kwa hiyo bado kuna kazi ya kufanya. Tunachoshukuru ni kwamba mfumo ulianza unaenda vizuri. Sasa kwa upande wetu ni lazima tuendelee kuja na mikakati ya kuhakikisha tunawasaidia wakulima kuwa na mazao bora. Na mazao bora sio muujiza, ndugu zangu. Mazao bora ni uwekezaji kwenye pembejeo, kwenye mbegu, kwenye ugani. Kwa hiyo nataka niwahakikishie tutachakata kupitia taasisi zetu hizi ili kuweza kuona ni kwa namna gani tunaboresha ili mambo ya mfumo wa stakabadhi ya ghala uwe unatija kwa wakulima kuanzia wakiwa shambani. Na sasa kwa maeneo mengine ambao mfumo huu umekomaa zaidi, mimi natoka jimbo langu ninalotokea, sisi tunalima kahawa. Kwa hiyo mfumo wa stakabadhi ghalani umekomaa sana. Kwa hiyo mpaka tuna vitalu vya kuzalisha mbegu. Kwa hiyo kwa sababu hapa Kwimba tuko mwanzoni, mimi naamini tunapoendelea kwenda mbele tutaendelea kuja na mikakati mizuri zaidi kwa ajili ya kuboresha upatikanaji wa pembejeo pamoja na mbegu ili kuweza kuimarisha uzalishaji kwa upande wa wakulima. Ndugu zangu, hapa tumeona leo nimepita kiwandani, nimeona namna ambavyo wanafanya mazao yanavyoingia, yanavyosafishwa mpaka sasa yanavyokuwa packed kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Ni ukweli usio wazi kwamba kuna jambo bado inahitaji tulifanye, Bangu pamoja na wenzake. Bei nzuri sokoni, nilianza kusema ni uzalishaji sambani, ukusanyaji wenye ubora. Ukusanyaji wenye ubora unaenda na utunzaji wenye ubora. Kwa ni muhimu sana kutafuta namna ya kuendelea kuwapa uwezo watu wetu wa kwenye maghala. Teknolojia zile ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo ukisubiri wao wenyewe waweze kuzi-access, itazima itachukua muda. Lakini sasa biashara duniani kote huaga haisubiri. Biashara huaga haisubiri, na sisi tunataka kuhakikisha wao wanapata soko nzuri na wakulima wetu wanapata bei nzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa wawezeshaji kuliko wasimamizi peke yake. Lazima tunapoenda mbele, kwa sababu tuna dira ambayo inataka tuwe na uchumi wa trilioni 1 ndani ya miaka 25 ijayo. Kwa hiyo tulikubaliana taasisi zetu hazitakiwi kuwa wadhibiti peke yake. Ni lazima kuwa wadhibiti na wawezeshaji ili kuendelea kuleta tija, ili kuhakikisha teknolojia ambayo inatakiwa basi inaweza kufikiwa kwa wepesi na kwa haraka ili tuweze kuboresha sokoni. Kwa hiyo nataka niwahakikishie tutaendelea kuchakata zaidi ili twende pale zaidi ya pale ambapo tulipo sasa hivi. Tutakuwa wawezeshaji pia ili kuwasaidia wenzetu wafanyabiashara ili kuwa na teknolojia ambayo itatusaidia kuweza kupata bei nzuri sokoni. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo nilitaka niongee ni kwamba tukikubaliana kwamba mfumo unaotumika ni wa stakabadhi ya ghala, sio hiari. Mfumo ndo huo. Mkuu wa wilaya alitumia lugha ya kutorosha, mwenyekiti wa chama akaimassage kidogo, akasema wanatafuta bei nzuri sokoni. Ndugu zangu, serikali hii lazima imlinde mkulima. Lazima tumlinde mkulima. Na pamoja na kwamba sisi tutajitahidi kuwa wawezeshaji ili kuwasaidia wafanyabiashara, lakini tunataka pia na wafanyabiashara wawe waaminifu, waendane na mifumo ambayo tumejiwekea, kwamba mfumo ni stakabadhi ya ghala. Kwa hiyo haitakiwi na hairuhusiwi kwa kutumia jina lolote lile kwamba unatafuta masoko kwa kutumia lugha ya kulainisha. Hiyo ni utoroshaji, ndugu zangu. Na najua kipindi cha nyuma zilikamatwa karibia tani 95. Haipendezi. Ni lazima twende na mifumo ambayo tumekubaliana. Kama kuna changamoto tutazitatua kupitia mifumo ambayo tumeiweka.
kwa sababu biashara sio mfanya biashara peke yake, ni pamoja na mkulima. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba serikali tunafanya, lakini sasa na ndugu zetu wafanya biashara lazima waende kwenye utaratibu na mfumo ambao tumejiwekea, na mfumo ni stakabadhi ya ghala, na mfumo huo lazima ufuatwe. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na sisi tuko hapa kusimamia hivyo. Sasa hapa mwanzoni tunafanya kwa taratibu kwa sababu ndio mfumo na sisi tunataka ukubalike kwenye jamii, lakini tunapoendelea mbele tutaweka nguvu kuhakikisha yale ambayo tumekubaliana ndio yale ambayo yanafanyika. Ndugu zangu, la mwisho ambalo nilitaka nilizungumze, na hili linatugusa sisi sasa WRB pamoja na COPRA, na kwa sababu hizi ni taasisi ambazo sisi tunazungumza lugha moja, ni muhimu sana. Mwanzoni nilianza kwa kusema kwamba biashara, ndugu zangu, waga haisubiri. Na wakulima hawa ambao analima kwa jasho, anatumia nguvu, anapata tabu shambani. Kwa hiyo akipata mazao yake, kwa sababu ana majukumu ya kusomesha, anahitaji tena anze msimu mwingine wa kilimo, ni muhimu sana kuharakisha soko ili mkulima aweze kuuza mazao yake. Ndugu zangu, mimi nafahamu tuna ratiba zetu, lakini sasa kama ratiba haiendani na uhalisia wa soko na biashara, ni lazima tufanye adjustment, kwa sababu biashara huaga haisubiri. Mkulima akivuna anataka kuuza. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima kwenye ratiba zetu tufanye adjustment ili kuleta tija kwa mkulima, na ndio mambo yote ya utoroshaji yanaanzia hapo, kwa sababu kuna ombwe kati ya kuzalisha na kuuza. Kwa hiyo namna ya sisi kuziba ombwe ni kuziba mianya na kujipa adjustment. Sasa nafahamu wa kwangu ni WRB, COPRA sio wa kwangu, lakini serikali hii ni moja. Kwa hiyo kabla sijaja hapa nilikuwa naongea na Mheshimiwa Chongolo na nilimwambia, na tumekubaliana kwamba tutafanya kazi kwa pamoja ili kukiwa hizi changamoto ndogo ndogo ili kuweza kuleta tija kwa mkulima. Na sasa ndugu zangu, waga tukiongea mambo yasichukue muda mrefu, kwa sababu biashara waga haisubiri. Tukipata changamoto hizi, lazima tunapokuja kwenye msimu mwingine turekebishe kwa haraka, ili changamoto hizi ambazo wakulima wanalalamikia ziweze kupata utatuzi wa haraka na ziweze kupata tija. Jambo ambalo nataka niwahakikishie ndugu zangu, wananchi wa Kwimba, wananchi wa Sumve na wote ambao wanalima choroko, kazi yetu sisi ndugu zangu ni kuhakikisha tunaleta tija, tunamsaidia mkulima apate thamani ya zao ambalo analilima, na ndio maana tunakomana mfumo wa stakabadhi ya ghala. Nataka niwahakikishie tutaanza na nyie kuanzia chambani, tutakuja ghalani na tutaenda kwenye soko. Kama kuna kipindi ambacho mtaendelea kuona thamani ya mifumo ambayo tumeweka, basi ni kipindi hiki. Ndugu zangu, tunachowaomba ni ushirikiano. Sasa mimi nafahamu kwenye biashara uwaga kuna mikinzano vile vile, kwa sababu wafanyabiashara kila mmoja ana interest zake ambazo mimi pia nazifahamu, lakini nataka niwaambie mojawapo ya mambo ambayo yatatusaidia sisi kama wakulima ni kuzungumza lugha moja na serikali yenu. Nataka niwahakikishie serikali hii ipo kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zangu wa Kwimba, Sumve pamoja na wakulima wote wa zao hili la choroko. Tupo kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa namna ambavyo mmepokea mfumo huu vizuri sana, sisi tunawashukuru na tunawatia moyo tuendelee kuunga mkono mfumo huu, kwa sababu tupo katika njia sahihi sana ya kuendelea kuleta mafanikio yetu sisi kama wakulima, lakini vile vile katika zao letu la choroko. Ndugu zangu, mimi naomba niwashukuru sana. Nimefurahi sana kuwepo Kwimba leo, na namshukuru sana Mheshimiwa Moses, japo sio mbunge wa Kwimba, lakini ameamua kuja Sumve kwa sababu maendeleo hayana mipaka. Ndugu zangu, nataka niwahakikishie yale ambayo mmeniambia hapa leo tumeyachukua na tutayafanyia kazi, na mtaona matokeo yake kupitia uboreshaji ambao sisi tutaendelea kuufanya. Ninawashukuru sana ndugu zangu, na Mungu awabariki sana.